na bila ya shaka mwanamke akikuzungumza kwa wema amemaanisha, maana ni wanawake wachache wenye kujali wema. Wengi huzikanusha neema za mume, wengi hulalamika malalamiko ya uongo, hawana shukurani. Sio wanawake wote, wengi. Aisha anasimulia uadilifu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hili. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi al-Fath, kwenye Fathul Bari anasema qawlu fi al-hadith, qawli iliyokuja kwenye hadith, aqra'a baina nisaihi, kwamba Mtume alayhi salam anapiga kura baina ya wake zake. Qala rahimahullah, hadha inma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaf'alu dhalika mubalaghatan fi tatyib qulubihin. Jambo hili al-Hafidh anasema kwa hakika si vinginevyo, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam analifanya kwa ajili ya kuzidisha kwenye kuziburudisha na kuzifanya nzuri nyoyo za wake zake. Ndio maana akitoka haonyeshi upendeleo. Haya, simameni hapo, pige kura, mimi ninasafiri niondoke na nani. Sio masala ya upendeleo. Hawana nitafanyaje sasa, wake zangu ni wengi na kila mmoja ataka kwenda. Haya, tupigeni kura, yule ambaye kura itamuangukia ndio mtamchukua huyo. Al-Hafidh anasema alikuwa anafanya hivi kwa ajili ya kuzitengeneza na kuzitia furaha na kuondoa simanzi na huzuni baina ya wake zake. Wal-qur'atu, hiyo kura inayokusudiwa, an tuktaba al-asma'u fi ashya, kuandikwa majina kwenye kitu au vitu, labda kwenye makaratasi au kwenye vipande vya ngozi au vipande vya magome ya miti, yakaandikwa majina ya wale wanawake. Wayatimu ikhtiyaru ahadi al-asma, yakaandikwa majina yakatiwa kwenye kitu, kisha pakatimia kulichagua moja katika majina, tia mkono watoe. Kwa hivyo jina ambalo litatoka, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasafiri na mke huyo.